Kwanza naomba niipongeze serikali kwa programu yake ya elimu bure. Katika hili Mheshimiwa Rais ametusaidia hasa kwa sisi ambao tunatoka majimbo ya vijijini ambao asilimia kubwa wa wazazi ni wakulima. Kuna changamoto chache. Fedha hii imekuwa ni kidogo. Sasa hivi utakuta katika shule zetu za kule vijijini walimu yale mazoezi ya kila weekend, kila Jumamosi wanaandika ubaoni. Kwa hiyo nilikuwa naomba waongeze pesa hii ili walimu waweze kwenda kisasa na kuwapunguzia mzigo wa kuandika ubaoni. Na changamoto nyingine sasa hivi serikali ambacho inatakiwa tukifanya ni kuwafanya walimu waifurahie ile kazi kana kwamba kazi zingine. Wasichukulie kama tunavyochukulia, wawajengee nyumba, wawapandishe madaraja kwa muda. Maana kumekuwa na changamoto, kuna walimu wanafundisha hadi miaka 12 hawajapanda daraja hata moja. Na swala lingine hili liko kwa upande wa TAMISEMI kidogo, lakini naomba mshirikiane na wizara. Hawa walimu ambao wametolewa sekondari kupelekwa shule za msingi, kuna sintofahamu. Kuna walimu ambao wana diploma wameachwa sekondari, wamechukua walimu wenye degree wamewapeleka shule za msingi. Hili ni tatizo kwa sababu mliwaachia walimu wakuu na maafisa elimu walisimamia wenyewe, matokeo yake wamefanya ndivyo sivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala la ukaguzi ameliongea Mheshimiwa Magembe. Wakaguzi wengi hawana hata vyombo vya usafiri. Sasa kwa sisi ambao tunatoka majimbo ya vijijini inawawia vigumu kwenda kukagua hizo shule, matokeo yake wamekuwa wakikagua makaratasi na ndio maana ufaulu unashuka. Niliongea swala la vitabu wiki iliyopita. Kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ni tatizo. Tuna shule zaidi ya 170. Vitabu vya darasa la 4 ambao wanatakiwa wafanye mtihani mwezi wa 11 mpaka leo hii havijatoka. Hebu niambie, kuvisambaza hivi vitabu serikali yetu tunavyoifahamu na ukosefu wa magari katika wilaya zetu huko kwenye sekta ya elimu vinaweza vikachukua zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo wanafunzi wa darasa la 4 mwaka huu nina uhakika watafanya mitihani wakiwa hawajapata vitabu. Swala lingine ni swala la kukariri madarasa. Hii iko kwenye secondary school. Wizara tulitoa maoni, kamati wametoa maoni, na sisi wabunge tunaomba kusisitizia, endapo tutaruhusu wanafunzi waende ili mradi waende, baada ya miaka 5 tutazalisha kizazi cha wanafunzi ambao hamna kitu. Kwa sababu gani? Uwezi ukampeleka mwanafunzi kidato cha pili kama hajaelewa kidato cha kwanza, na hawezi akafanya chochote kidato cha pili kama hajafanya kidato cha kwanza. Kwa hiyo mimi naomba mngeliachia kwa shule za private, wao ndio wana utaratibu mzuri, wafanye kwa ajili ya kuzalisha matokeo mazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba nichangie kwenye upande wa loan board. Nipongeze serikali kwa kuongeza fedha za loan board, lakini limetokea tatizo sasa hivi. Hakuna kigezo maalum cha kusababisha wanafunzi wakapate mikopo. Kwa mfano mimi mwenyewe nina ushahidi. Kuna taasisi moja ya Solidamed ambayo ilikuwa inasomesha wanafunzi, inawasaidia kutoka shule za sekondari na mpaka chuo kikuu. Mwaka huu walikuwa na wanafunzi zaidi ya 400. Walikubali kuwalipia ada za chuo kikuu wale wanafunzi ambao hawana uwezo, ambao waliwasaidia tangu shule za msingi. Lakini walipofika chuo kikuu, serikali ikagoma kuwapa mkopo, ikasema hawana utaratibu huo. Wao ile taasisi walichotaka serikali iwagharamikie fedha ya chakula, lakini ada watawalipia wenyewe. Serikali ikakataa. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu anaweza kanitolea ushahidi. Nilifika ofisini kwake, na nilimkurugenzi wa bodi ya mikopo nilifika ofisini kwake, lakini wamekataa kuwapa wanafunzi wao mikopo. Taasisi imetusaidia kuwalipia ada, lakini nyinyi mmekataa kutoa fedha za chakula. Kwa hiyo hili ni tatizo. Na swala lingine niliongea wiki iliyopita, waziri alisema hakunielewa vizuri, na waheshimiwa wabunge mtakuwa mashahidi. Kumekuwa na tatizo la vyuo vikuu. Wanafunzi wetu wa kike wanapata shida mno. Katika vyuo vyetu vikuu kuna walimu ambao wanajulikana kabisa kwa walimu ni madume ya mbegu. Wanafelisha wanafunzi wa kike, wanataka wape rushwa za mapenzi ndio wafaulishe. Mheshimiwa Waziri, nitashirikiana na wewe, kama utanipa ushirikiano nitakuletea majina ya vyuo vikuu vote Tanzania ya walimu ambao madume ya mbegu, kazi yao ni kufelisha wanafunzi na kutaka rushwa za ngono. Mheshimiwa Mwenyekiti,
naomba nisisahau, naipongeza wizara chini kitengo chake cha P4R kwa kutoa fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule za sekondari. Kwanza niwapongeze katika kujenga shule mpya na nyumba za walimu. Mimi mwenyewe binafsi nimepata milioni zaidi ya 500 kwa ajili ya kukarabati shule yangu moja, ila ninachoomba hii fedha ya P4R iende moja kwa moja kwenye halmashauri, lakini wasitumie wakandarasi, kwa sababu tumeshuhudia wakitumia wakandarasi fedha inaenda nyingi lakini inafanya kazi kidogo, lakini mkitumia force account ile fedha kidogo inafanya kazi kubwa. Naomba mtoe maelekezo hii fedha itumie force account. Kushuka kwa ufaulu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muda wangu bado. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia zaidi ya 60% wanapata division 4 na division 0. Sasa nilikuwa naomba mtumie nguvu kubwa katika kuwekeza katika vyuo vya ufundi. Hii miaka 4 ambayo mwanafunzi anasoma kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4, tungewekeza kwenye ufundi, angeweza kuachieve kitu kikubwa. Jambo la mwisho, nataka niase serikali yangu tumeichukulia shule za private kama adui. Yani tunavyochukulia Chadema na CCM na ndio na serikali na shule za private. Imekuwa kumiliki shule ya private ni sawa na kupita na miadarati katika kituo cha polisi. Naomba niwatoe hofu serikali. Mitaala mnatunga nyinyi, mitihani mnatunga nyinyi, tarehe ya kufanya mitihani mnatunga nyinyi, kusimamia mnasimamia nyinyi, mitihani mnasahisha nyinyi, matokeo mnatangaza nyinyi. Hofu yenu nini na shule za private? Fanyeni vizuri, hizi shule za private zitakufa zenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kulinda muda, naomba Mheshimiwa